Tanzania, karibuni katika kipindi chenu pendwa kabisa cha habari za magazeti, ikiwa leo tarehe 11 mwezi wa 4 mwaka 2025. Na alika kuja kupata kurasa za mbele na za nyuma za magazeti yote ya Tanzania, na hapo chini ya simu yako kuna kitufe chekundu kimeandikwa subscribe, Kiswahili kimeandikwa fuatilia, uweza kubonyeza uwe na habari hizi kila siku. Mwananchi ndo gazeti naanza nalo mezani hapa kubwa katika kurasa za mbele, wenyewe wakituambia Jaji Mutungi aichambua no reform no election, habari iko ukurasa wa 3. Ujenzi barabara Kibaha Chalinze bado danadana, habari iko ukurasa wa 4. Na Tundu Antipas Lissu kotini kwa uhaini, habari iko ukurasa wa 4 na wa 5. Siri Moshi Njombe kuibuka vinara usafi wa mazingira, habari iko ukurasa wa 8. Na mikao hatarishi kwa afya yako, habari yake iko ukurasa wa 4. Na achana na gazeti hilo na kwenda kulikamata gazeti la Majira, kurasa za mbele wakituambia Chadema itafakari ilichovuna kwa Sumaye na marehemu Lowassa uchaguzi mwaka 2025, habari iko ukurasa wa 4. CRDB Tarura kuwakopesha wanakandarasi mabilioni, habari iko ukurasa wa 4. Na bilioni 100 kukarabati madaraja ya kusini, habari iko ukurasa wa 4. Kassim Majaliwa sherehe za muungano mwaka huu zifanyike kila mikoa, habari iko ukurasa wa 4. Rais Samia Suluhu Hassan kuzindua benki ya ushirika, habari iko ukurasa wa 3. Na Majira katika michezo na burudani, wenyewe wakituambia Simba Sports Club sasa waitaka finali, habari yao iko ukurasa wa 22. Azam FC matajiri kutoka Chamazi ndembwe kwa Dar es Salaam Yanga Afrika watandikwa goli 2-1, habari iko ukurasa wa 22. Tanzania Leo ndo gazeti na kwenda kulikamata hapa kurasa za mbele wakituambia Samia agiza sherehe za muungano zifanyike mikoa yote, habari iko ukurasa wa 21. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema tupo tayari kwa uchaguzi, habari iko ukurasa wa 4. Ziara ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan Angola imeweka historia, habari yake iko ukurasa wa 4. Na Tanzania yaendelea kujichoteleza kwa chakula, habari iko ukurasa wa 8. Tanzania Leo katika michezo na burudani, wenyewe wakituambia Fadlu Davis yaanza kuipigia hesabu Stellenbosch, habari iko ukurasa wa 22. Wanazali foba gumzo Dar es Salaam Yanga Afrika ikitandika Azam FC goli 2-1, habari yake kwa ukurasa wa 22. The Citizen ndo gazeti naenda kulikamata hapa kurasa za mbele wakituambia Tundu Antipas Lissu change with treason spending false information, the news is on page 2. Geographical upward push on gold prices, the news is on page 3. How to prevent ability internet declaration, the news is on page 4. Na achana na gazeti hilo na kwenda kulikamata gazeti la Mwanaspoti katakiwa michezo na burudani, kurasa za mbele wenyewe wakituambia kocha Almasi Simba Sports Club inabeba ubingwa, habari yake iko ukurasa wa 21. Dar es Salaam Yanga Afrika yaiweka rehani Azam Kafu, habari iko ukurasa wa 8. Na dakika za jioni Kengo Dio Championship, habari yake iko ukurasa wa 22. Na achana na gazeti hilo na kwenda kulikamata gazeti la Wamachinga, kurasa za mbele wenyewe wakituambia Rais Daktari Samia kuzindua benki ya ushirika Dodoma, habari iko ukurasa wa 8. Tanzania yaendelea kung'ala usalama wa kimtandao, habari iko ukurasa wa 3. Kassim Majaliwa trilioni 1.59 zimeunganisha umeme vijijini ni katika vijiji 1471. Nguvu sasa kuelekeza kwenye vitongoji, habari yake iko ukurasa wa 2. Tundu Antipas Lissu kotini kwa tuhuma za uhaini, habari yake iko ukurasa wa 4. Serikali yatenga bilioni 100 kukarabati madaraja kusini, habari iko ukurasa wa 3. Katika michezo na burudani, wa Machinga wenyewe wakituambia kocha Fadlu Davis yawapigia hesabu Stellenbosch, habari yake iko ukurasa wa 22. Dar es Salaam Yanga Afrika yaibanjua Azam FC matajiri kutoka Chamazi goli 2-1, habari yake kwa ukurasa wa 22. Dira ya Tanzania ndo gazeti na kwenda kulikamata hapa katika michezo na burudani, wenyewe wanatuambia Simba Sports Club kuwakabili Stellenbosch Kafu, habari yake kwa ukurasa wa 16.
APR yamfungia kazi Jonas Mkude, habari iko ukurasa wa 22. Msamaha omba wadau kulipiga tafu tamasha la kuombea amani uchaguzi mkuu, habari iko ukurasa wa 22. Merudi Dar es Salaam, Yanga Afrika tuko katika mstari, habari yake iko ukurasa wa 22. Raia Mzalendo katika kurasa za mbele wenyewe wakituambia Muhimbili yaondoa uvimbe kwenye mapafu kwa kutumia tundu dogo, habari iko ukurasa wa 4. DC Kiswaga marufuku kikao bila taarifa mtendaji, habari iko ukurasa wa 8. Msofe apongeza hotuba bajeti ya waziri mkuu, habari iko ukurasa wa 3. Chama cha Mapinduzi CCM ya wafungulia milango wanaotaka ubunge udiwani fomu kuanza kutolewa Mei Mosi, habari iko ukurasa wa 2. Daktari Makalala ipongeza CBE kwa kuzingatia usawa wa kijinsia, habari iko ukurasa wa 3. Wabunge chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wamgeukia Tundu Antipas Lissu, habari iko ukurasa wa 2. Dira ya Mtanzania katika kurasa za mbele wenyewe kutuambia ACT Wazalendo yamulika tatizo la ajira nchini, habari iko ukurasa wa 4. Tuhuma za uhaini na uchochezi za mpandisha Lissu kizimbani kurejea mahakamani Aprili 24, habari iko ukurasa wa 2. Makala apongeza utendaji wa Ulega TANROADS, habari iko ukurasa wa 2. Raia Mzalendo katika michezo na burudani wenyewe wakituambia Ali Shabani Kamwe atabiri Pacome kuwa MVP, habari yake iko ukurasa wa 22. Nasir bin Nabi apewa muda Kaizer Chiefs, habari iko ukurasa wa 22. Fadu Davis akili kwa Stella Mboshi, habari iko ukurasa wa 22. Mwanahabari ndo gazeti na kwenda kulikamata hapa kurasa za mbele wenyewe wakituambia trilioni 1.59 za unganisha umeme vijijini waziri mkuu, habari yake iko ukurasa wa 4. Bilioni 100 kukarabati madaraja barabara ya kusini, habari iko ukurasa wa 2. PPPC ya katisti uibuaji miradi Katavi, habari iko ukurasa wa 3. Mwanahabari katika michezo na burudani wenyewe wakituambia Simba Sports Club uso kwa uso na Stella Mboshi, habari iko ukurasa wa 22. Dar es Salaam Yanga Afrika yaichapa Azam FC goli 2-1. Prince Mpumalanga Dube amfikia wa habari yao iko ukurasa wa 22. Nasir bin Nabi sasa apumua Kaizer Chiefs, habari yake iko ukurasa wa 22. Na haya ndiyo yalikuwa magazeti yetu ya leo tarehe 11 mwezi wa 4 mwaka 2025. Umeweza kupata kurasa za mbele na za nyuma kupitia channel yako pendwa kabisa. Unachotakiwa ni hapo chini ya simu yako kuna kitufe chekundu kimeandikwa subscribe, Kiswahili kimeandikwa fuatilia. Uweza kubonyeza uwe na habari hizi ya kila siku. Tukutane tena wakati mwingine. Shukrani sana.